Mchana leo tunakaribisha tena katika mafundisho yetu ambapo tunaenda kuangalia unabii katika kitabu cha Ufunuo sura ya 17. Maana tunaambiwa kwamba ujumbe wa malaika unafaa uhubiriwe kwa kasi, uende kwa kila taifa na kila jamaa. Tunaona katika kitabu pale cha Ufunuo 14 na mstari wa 6, kisha nikaona malaika mwingine akiruka katikati ya mbinguni, mwenye enzi, mwenye injili ya milele, ahubiria hao wakao juu ya nchi na kila taifa na kabila na jamaa na lugha, akisema kwa sauti kuu, mcheni Mungu na kumtukuza, kwa maana saa ya hukumu yake imekuja. Msujudieni yeye aliyezifanya mbingu na nchi na bahari na chemichemi za maji. So leo hii tunaenda kuzungumzia unabii ambao unapatikana katika kitabu cha Ufunuo 17, pale ambapo tunaona mwanamke ameketi juu ya mnyama. So huu nabii ambao tunapata kuelewa kwamba mnyama unawakilisha nini na mwanamke sasa katika unabii unawakilisha nini. Tunaambiwa katika kitabu cha Hosea 12 na mstari wa 10 kwamba Mungu amenena na manabii, tena ameongeza maono, ametumia mifano. So haya yote ni mifano, na basi tutaweza kuyafungua kulingana na andiko. Basi kabla tuweze kuingia katika somo letu, acha tuweze kuomba. Baba yetu na Mungu wetu, tunakushukuru na tunasema ni asante kwa wakati mwema tunapotunza neno lako. Tunatumia katika kitabu cha Isaya 34:16 katika kitabu cha Bwana tuweze kusoma. Basi hivi leo tunapata kusoma kitabu cha kwa kutukuza kusoma na siku moja ili Yesu tunapata kuwa nini. So sasa tunaposoma katika kitabu cha Ufunuo, nabii akaja mmoja wa wale malaika 7 mwenye vile vitasa 7, akanena nami akisema, Joni huku nitaonyesha hukumu ya ule kahaba mkuu aketie juu ya maji mengi, ambaye wafalme wa nchi wamezini naye. So tunaambiwa kwamba kuna kahaba ambaye wafalme wa nchi wamezini naye. Mstari wa 4 nasema, akanichukua hata rohoni, akanichukua katika rohoni hata jangwani, nikaona mwanamke ameketi juu ya mnyama mwekundu sana, mwenye kujaa majina ya makufuru, mwenye vichwa 7 na pembe 10. So basi wacha tufanue moja kwa moja mstari ambao tunaambiwa kwamba akaona mwanamke. Tunaposoma katika unabii ama katika Biblia, mwanamke anaashiria kanisa. Tunaposoma katika kitabu cha Efeso 5 na mstari wake wa 25, tunaambiwa kwamba enyi wanaume wapendeni wake wenu jinsi kilivyo alivyolipenda kanisa na hata akajitoa mwanga kwa ajili yake. So na mstari wake wa 30 tunaambiwa kwamba siri ni kubwa, anaongelea Kristo kuwa mume naye mwanamke kuwa kanisa. So tunapata kwamba mwanamke katika unabii imesharia kanisa. Tunaambiwa kwamba hili ni kanisa ambalo limemwacha Yesu Kristo kama mume wake. Nikamwona mwanamke amekalia mnyama mwekundu. So mnyama tunajua kwamba ni ufalme ama tawala. Unaposoma Danieli 7:17 anasema kwamba wale wanyama wanne ni falme 4. Anasoma katika kitabu cha Danieli sura 7 na mstari wa 17. Tunaambiwa mwanamke huyu ni kahaba, na kama ni kahaba ni kuashiria kwamba ni yule ambaye amwacha mume wake. Maana tunaambiwa katika kitabu cha Warumi 2 kwamba mwanamke amefungiwa kwa sheria ijapo mwanamume wake angali hai, lakini anapokufa basi amechukuliwa katika sheria. So tunapata kwamba ni kanisa ambalo limeweza kumwacha Yesu Kristo kama mumewe na likaenda mbali, likafanya uzinifu. Na tunaambiwa katika kitabu ili tujue kwamba ni kahaba, tunaangalia tabia zake ama tunaangalia mwenendo za tabia, na tunapata kwamba kahaba ni yule mtu ambaye anamwacha mume wake na anaenda kwa mume mwingine. Tunasoma katika kitabu cha Ezekieli 16 mstari wake kuanzia 31 hadi 32 pale kwamba ni yule mwanamke ambaye anamwacha mume wake anamwendea mume mwingine. So tunapata kwamba kazi ya kahaba ambayo imetoka imache Yesu Kristo mwenyezi mweza wa vyote, mbaji wa mbingu na ardhi, imeendea mbali naye. Tunaendelea pale mstari wa 3, na mnyama yule ameketi juu ya mnyama mwekundu sana, mwenye kujaa majina makufuru. Nini maana yake ya kufuru? So kufuru ni kumtukana Mwenyezi Mungu ama kujaribu kujifanisha na Mwenyezi Mungu. Marko soma katika kitabu cha Marko 2:7 tunasema, nani huyo aizaye kusamea dhambi
ni Mungu peke yake. So hili ni kanisa ambalo mwanadamu ameketi pale anachukua vipengele za Mwenyezi Mungu kwamba naye pia uweza kusamea dhambi. Tukapata pia kufuru, maana nyingine mwanadamu kujilinganisha na Mungu ama kujiita majina ya Mungu. Kwa mfano, Yesu anapoomba katika kitabu cha Yohana 17 na mstari wa 11 anasema kwamba nami sisema tena ulimwenguni, naja kwako kwa mtakatifu. Hapa duniani kuna kanisa ama kuna kanisa ambalo kuna kiongozi ambaye anajiita kwa mtakatifu. Maana Yesu anasema kwamba ama Mungu anasema kwamba atampa mtu mwingine. Tunaposoma katika kitabu cha Isaya 48 na mstari wa 11, hatatoa jambo kunajisi jina lake naweza kumpa mtu mwingine. So tunapokufuru ni mwanadamu wa kawaida kuweza kudai kusamea dhambi ama kujilinganisha na Mungu. So tunaona yale majina ambayo Mungu anayo tunaposoma Yohana 10:33 tunaposoma Yohana 10:33 kwa maandiko matakatifu yanasema hivi. Tunaangalia maana ya kufuru nini maana yake, ndio tukiweza kujua nini hili kanisa linaitwa kahaba. Yohana 10:33 inasema hivi: Wayahudi wakamjibu, kwa ajili ya kazi njema hatukupige kwa mawe, bali kwa kufuru, na kwa sababu wewe ndiye mwanadamu wajifanya mwenyewe Mungu. Kumbe kufuru ni mwanadamu wa kawaida kujifanya kuwa Mungu. Na pia tunaona kufuru maana nyingine ni mwanadamu kujidai kwamba anaweza kusamea dhambi kama Yesu Kristo. Hiyo tunaposoma Marko 2 na mstari wake wa 7. Marko 2 mstari wake wa 7 inasema hivi: Mbona huyu anasema hivi, anakufuru? Ni nani awezaye kusamehe dhambi isipokuwa mmoja, ndiye Mungu? So kufuru ina maana mbili: mwanadamu kujilinganisha na Mungu na pia mwanadamu wa kawaida kudai kusamehe dhambi. So hakika hili ni kanisa ambalo limeenda kinyume na maagizo ya Mungu na limepotoka na ndio basi sasa Mungu anatoa wito. Tunaposoma katika kitabu cha Ufunuo 18 mstari wa 4 anasema kwamba tokeni kwake mshiriki dhambi zake, manake zimefika hata mbinguni. Ufunuo 18 na mstari wa 4 nasema hivi: Kisha nikasikia sauti nyingine kutoka mbinguni ikisema, tokeni kwake enyi watu wangu, mshiriki dhambi zake, wala msipokee mapigo yake, kwa maana dhambi zake zimefika hata mbinguni, na Mungu amekumbuka maovu yake. So ndio wito ambao unaitwa kwamba unatoka katika Babeli, wakatoka katika ibada ya mnyama, usiweze kupokea alama yake. Maana ndio kwamba atakayepokea alama yake atapata uso wake, naye atakunywa katika mvinyo wa adhabu ya Mungu iliyotengenezwa kwa siku kuchanganywa na maji katika kikombe cha hasira yake, naye atateswa kwa moto na kibiriti mbele ya malaika watakatifu na mbele ya mwana kondoo. So hiyo ndio ambayo tunatusi kwamba tukiweze kuja mbele zake na tukiweze kujiepusha na sanamu. Unapoendelea sema kwamba na mwenye majina ya kufuru, mwenye vichwa 7 na pembe 10. So maana ya vichwa 7 hivi nini? Unaposoma Danieli 17 na mstari wake wa 9 anasema kwamba mstari wake wa 9 na pia 12 pale kwamba na zile pembe 10 ulizoziona ni wafalme 10 ambao hawajapokea ufalme bado, lakini wapokea mamlaka kama wafalme muda wa saa moja, pamoja nao wampa yule mnyama mamlaka yao. So ndio unabii ambao tunafaa kueleza watu kwamba mnyama ni nani na wajitenge naye ili wasiweze kupata ile ghadhabu Mwenyezi Mungu anaomba. Vile vichwa 7 ni milima 7 anayokalia mwanamke yule. So tunajua kwamba mlima hasa ni kanisa, maana yake ni kanisa unaposoma katika kitabu cha Isaya 2 na mstari wa 2. So tunajua kwamba vile vichwa 7 ni milima 7 anayokalia mwanamke huyo, kwamba ni makanisa ambayo mwanamke huyo anayokalia. So kwa hivyo Mungu abariki sana, azidi kuwalinda, azidi kuwapa uwezo. Tungependa tuchambue yote, lakini kwa sababu ya muda basi tumekuwa tukizia juu. Maana tunajua kwamba Babeli ni mji ambao umeanguka na kila mtu anahitaji kutoka kule akaiokoe nafsi yake. Unaposoma katika kitabu cha Isaya
51 na mstari wake 6, kwamba kimbieni kutoka Babeli, kila mtu na okoe nafsi yake. Babeli sio mahali pa kubalika, maana yake ni kila ng'ombe ya roho mchafu, na kila uchafu unatoka kwa na machukizo. So Yesu anatusihi kwamba tutoke huko tuweze kurudi, tuweze kuja katika ibada ya kweli. Kwa hivyo mbarikiwe na muwe na wakati mwema. Acha tuombe.